Mtu ambaye amesajili kampuni anafanya biashara. Mtu ambaye amesajili jina la biashara anafanya biashara. Kama wote wawili wanafanya biashara, kuna umuhimu gani wa kuwa na kampuni? So, haya ndo majibu yake. Kuna vitu vikubwa vitatu vinavyotofautisha kati ya kampuni na jina la biashara. Vitu vingine vyote viko sawa. Jambo la kwanza ni issue ya liability. Ukisajili jina la biashara, yanayoendelea kwenye maisha yako binafsi na yanayoendelea kwenye jina lako la biashara hakuna utofauti. Kuna maanisha nini? Ukikolapsi kwenye biashara, kwa mfano una madeni, unasema unatakiwa udeliver, hujadeliver na umeshachukua hela ya mtu, huyo mtu anaweza kuchukulia hatua za kisheria wewe pamoja na mali zako binafsi. Kwa mfano mtu anakudai milioni 10, anaweza akakuchukulia hatua za kisheria, ukanyang'anya hadi gari yako, sehemu unapokaa, ili tu ulipe deni la watu. Hii ndio inamaanisha kwamba hakuna utofauti kati ya maisha yako binafsi na biashara zako. Na kama unavyojua kwenye biashara kuna ups and down. So kwenye jina la biashara hakuna utofauti hiyo. Kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa limited liability protection. Hii ni kama upendeleo unaopatikana kwenye kampuni, kwamba ukisajili kampuni kuna utofauti wa kisheria ambao unakuprotect na kutofautisha kati ya mmiliki wa biashara na biashara yake. Ikitokea kwenye biashara kuna ups and down, havijakaa sawa, huyu mtu hawezi kuja kumshitaki huyu mmiliki wa kampuni na kumchukulia hatua kwenye mali zake binafsi. Mahakamani kuna hii advantage ya limited liability protection. Huwezi kutoka huku kwenye kampuni ugomvi wenu ukahamishia kwenye maisha yake binafsi. Kwenye kampuni inaweka clear demarcation, utofauti kati ya mali za binafsi na mali za kampuni. Kwa hiyo hata mkigombana naye kwenye kampuni vitaishia kwenye kampuni. Ukigombana naye kwenye maisha yake binafsi, hautoweza kupata access ya kisheria kugusa kampuni yake. Kwa hiyo hivyo watu huwa wanatumia kampuni kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanakuwa na usalama na ulinzi kwenye biashara zao, kwa sababu biashara zina involve watu wengi. Maisha yako binafsi yakiwa yana affect biashara yako, kuna watu wengi at stake unaweka kwenye riski usipokuwa na kampuni. Ndio maana kwenye hii point ya liability, kampuni inakuwa ni chaguo bora zaidi kwenye biashara yako. Namba 2, kwenye issue ya kodi. Kwenye issue ya kodi ipo hivi. Kwenye jina la biashara, jambo la kwanza, mtu anayekufanyia assessment ya kodi yako lazima uende kwenye kituo cha karibu cha TRA. Atakufanyia assessment afisa wa TRA kutokana na maswali atakayokuuliza na data atakazokuomba pale kuhusu biashara yako. Hatima yako iko mikononi mwa afisa wa TRA. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hizi assessment unafanyiwa mwanzoni mwa mwaka na utazilipa mpaka mwaka utakapokwisha kutokana na assessment iliyofanyika mwanzo wa mwaka. Utofauti sasa kwenye kampuni ni kwamba, jambo la kwanza, hauendi kwa afisa wa TRA kukufanyia assessment. Assessment unajifanyia wewe mwenyewe. So hapo unaweza ukapima, mtu akikufanyia assessment mtu mwingine na wewe ukijifanyia assessment, ni nani ataweza kuandika kitu sahihi na uhalisia wa maisha? Sometimes afisa wa TRA anaweza akachukua data alizonazo akafanya assessment kutokana na data zilizoko mezani, lakini wewe ukijifanyia assessment utachukua data lakini pia utaangalia na uhalisia wa jambo, kwamba okay, ni data ni kubwa lakini uhalisia wangu huu hauko hivi. Kwa hiyo unahitaji uandike kitu ambacho ni uhalisia kutokana na uhalisia wako. Kwa hiyo hapo utajiandikia uhalisia halisi. Pili, kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa financial annual report. Ripoti yako ya mwaka mzima wa mwenendo wako wa kiuchumi kwenye kampuni. Huu tunaupata mwishoni mwa mwaka. Kule ndo tutaangalia ni kiasi gani cha faida ulichotengeneza kwenye mwaka husika. 30% yake ndo utakaolipa kwa serikali. Huu ni utofauti wa moja kwa moja na biashara. Biashara tutafanya kila kitu mwanzoni, ila kwenye kampuni tutafanya kila kitu mwishoni. Kwa hiyo unapata nafuu kwa kufanya kwanza kwa kuoperate hapa katikati biashara yako, then mwishoni ndio utakuja kuconclude okay, baada ya kufanya haya yote na vurugu katikati hapa mwaka Januari, Februari na kila kitu mpaka umefika Disemba, je, umetengeneza faida? Kama umetengeneza faida, then tutaangalia faida yetu 30% ndio ya kwetu. Kama hujatengeneza faida huo mwaka, hola. Hiyo ndo faida ya kuwa na kampuni, lakini kwenye biashara ni tofauti. Hapa ndo maana watu wanaofanya project kubwa na biashara kubwa wana opti kuwa na kampuni, sio kwa fashion, kwa ajili ya swala la kodi. Issue ya tatu ambayo inatofautisha kati ya jina la biashara na kampuni ni issue ya uendeshaji. Issue ya uendeshaji hivi kwenye jina la biashara, kwa sababu jina la biashara inakupa nafasi ya kuanzia ukiwa mmoja as individual, ni rahisi kuendesha ukiwa mmoja.
jina la biashara moja. Pili, kwenye jina la biashara ni ngumu sana kumeneji watu wanaofanya nao biashara, kwa sababu mikataba mtakaokuwa mnaingilia nayo, asipoivunja ila akafanya kitu ambacho kiko nje ya interest zako wewe mwenye biashara, huyu mtu ni ngumu kumchukulia hatua kwenye jina la biashara. Kwa mfano, kwenye mkataba wenu mmekubaliana atafanya mauzo kutokana na maelekezo utakayompa. Umemwambia kitu auze 500,000, yeye akaja akauza 1,500,000. Yeye hajavunja mkataba kwako, kwa sababu ulimwambia atakiwa auze maybe 500,000, kauza zaidi. 500,000 yako kakuletea. Ni ngumu kumdhibiti mtu huyu kwa sababu yeye hajavunja mkataba wala makubaliano yoyote. Lakini kwenye kampuni, jambo la kwanza lazima muwe kuanzia watu wawili. Hivyo kuna limited kidogo ya freedom, kwa sababu lazima ushirikiane na mwenzako kumpeana taarifa kwenye uendeshaji. Lakini pili, kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa Memorandum and Articles of Association. Hizi mtasainishana nyie wote wawili ambao mmekubali kufanya biashara pamoja. Na kingine advantage ni kwamba huko kwenye Memorandum and Articles of Association kuna policy, kuna uendeshaji, kuna kila kitu. Na moja kati ya core ya memorandum mtakaosainishana pale ni kwamba hakuna kitu kitakachofanyika kwenye kampuni yako ambacho kiko nje ya interest zako. Na interest zako ni kwamba the CEO anatakiwa assign na kupitisha, na maamuzi yote makubwa lazima vifanyike kitu kinaitwa board resolution kuyapitisha. Kusipokuwa na board resolution ama CEO kusaini na kupitisha hizo zoezi, ujue mambo yote hayo ni null and void kwenye jicho la sheria. Haijapitisha, yani ni kampuni haijapitisha, umepitisha wewe mwenyewe. So ni rahisi kumchukulia hatua mtu yoyote saa yoyote akienda kinyume na namna gani ambavyo nyie mmekubaliana ama makubaliano ya kampuni. Kama board haijakaa chini kupitisha, kwa maana ya kuwa na board resolution, kama nyie hamjakaa chini wewe CEO kusaini na kupitisha hizo zoezi, huyo mtu atasabika kama mwizi na unaweza kumchukulia hatua bila sheria, akachukuliwa hatua za kisheria. So hivi ndio vitu vitatu vikubwa ambavyo vinatofautisha kati ya kampuni na jina la biashara. So kama ulikuwa unajiuliza usajili nini kati ya jina la biashara na kampuni, haya ndio majibu yako, fanya maamuzi. Lakini usinipigie simu endapo hauna kitu kimoja kati ya hivi viwili. Cha kwanza, kama tayari una biashara, uwe unaingiza at least 500,000 kwa mwezi, au kama ndio unataka kuanza biashara at least uwe na mtaji kuanzia 500,000 kuendelea, nipigie simu na kusaidia kusajili kampuni yako. Ama comment neno usajili, then nitakufikia na kukusaidia, kwanza kuangalia una qualify kusajili kampuni ya majina ya biashara, pili kukusaidia kusajili kampuni yako. Tukutane kwenye comments.